Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Natambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa serikali, sekta binafsi, mabenki na taasisi za kimataifa kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Natambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa dini. Vile vile natambua uwepo wa mawaziri, manaibu waziri. Natambua uwepo wa viongozi mbalimbali, wakurugenzi na wakuu wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Afya. Waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku hii muhimu ya kihistoria kufika salama na sote tukiwa wazima wa afya, na tuseme alhamdulillah. Pili, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kukubali hafla hii kufanyika hapa Ikulu, ambao ni utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa taasisi ya saratani ya Zanzibar itakayojengwa katika eneo la Binguni, wilaya ya Kati hapa Unguja. Tukio hili ni kielelezo cha utekelezaji wa dira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wako mahiri, yenye lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za kisasa na zenye viwango vya kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, maradhi yasiyoambukiza hususan saratani yameendelea kuwa tishio kubwa duniani kote. Kwa mujibu wa takwimu za Global Can mwaka 2022, zaidi ya watu milioni 20 duniani waligunduliwa kuwa na saratani, na huku takriban milioni 9.7 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Hapa Zanzibar inakadiriwa kuwa kila mwaka wagonjwa wapatao 1900 hugunduliwa. Saratani zinazojitokeza zaidi ni za matiti, mapafu, tezi dume, tumbo na utumbo mpana. Serikali kupitia hospitali ya Mnazi Mmoja imekuwa ikitoa huduma za saratani tangu mwaka 2016, na hadi sasa zaidi ya wagonjwa 2800 wamesajiliwa, wakiwemo watoto 226. Hata hivyo, wagonjwa wanaohitaji huduma za mionzi yani radiotherapy na upandikizaji uroto yani bone marrow transplant bado hulazimika kwenda nje ya nchi, hali inayosababisha gharama kubwa kwa serikali, ambapo kila mwaka takriban bilioni 1 fedha za Kitanzania, na usumbufu mkubwa kwa familia za wagonjwa hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa hospitali hii ni miongoni mwa hatua madhubuti zinazochukuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuboresha huduma za afya, kuimarisha nguvu kazi yenye afya njema na kupanua wigo wa utalii tiba yani medical tourism kwa wageni kutoka mataifa mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali hii itajengwa katika eneo la Binguni, Unguja, na kutekelezwa na kampuni ya Eagle Onco Group ya Mauritius kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 32.6, takriban bilioni 80 za Kitanzania. Ujenzi utaweza kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 24, yani miaka miwili. Hospitali hii itahudumia wagonjwa wa kulazwa yani inpatient na kutwa outpatient, ikiwa na jumla ya vitanda 100. Kati yake vitanda 25 vitakuwa vya wagonjwa maalum wa malipo binafsi yani private VIP suites. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali hii itakuwa na miundombinu na teknolojia za kisasa zinazopatikana katika vituo vya kimataifa, ikiwemo, nitataja chache tu, vyumba 3 vya upasuaji yani operating theaters, vyumba 2 vya mionzi yani radiation bunkers, kitengo cha upandikizaji uroto yani bone marrow transplant unit, maabara za kisasa yani molecular na digital labs, vifaa vya chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy na targeted therapy. Lakini vile vile tutakuwa na high precision LINAC machine yenye mfumo wa adaptive radiotherapy. Vile vile tutakuwa na cyclotron na theranostics unit kwa tiba za molecule na dawa za mionzi. Vile vile patakuwa na huduma za genetic testing, mammography, brachytherapy, immunotherapy, palliative care na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu utakapokamilika utaleta manufaa makubwa kwa wananchi na kwa taifa kwa ujumla, ikiwemo kupunguza rufaa za wagonjwa wa saratani kwenda nje ya nchi. Pili, kuboresha utambuzi wa mapema wa saratani na kuongeza uwezekano wa kupona.
3. Kupunguza gharama za matibabu kwa serikali na familia. 4. Kujenga uwezo wa wataalamu wazawa katika tiba ya saratani. 5. Kuongeza mapato kupitia huduma za utalii tiba. Na 6. Kuifanya Zanzibar kuwa kituo cha kimkakati cha huduma kamili za saratani na tiba sahihi kwa wagonjwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Afya, naomba kutoa shukrani za kipekee kwa uongozi wako imara na maono yako ya mbali katika kuimarisha sekta ya afya Zanzibar kwa manufaa ya Wazanzibari wote na Watanzania kwa ujumla. Shukrani pia ziwaendee kampuni ya Eglon Care Center, timu ya wataalamu wa Wizara ya Afya, mkurugenzi mkuu Dr. Amul, Dr. Marijani na wengineo, Wizara ya Fedha na Mipango, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na taasisi zote za serikali zilizoshiriki kufanikisha hatua hii muhimu. Lakini mahususi nitoe shukurani kwa Bwana Fadhili Kindamba na Injinia Dr. John Msemo kwa kuwa nasi hatua ya kwanza mpaka ya mwisho katika kuhakikisha tunafanikiwa katika mradi huu. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.